Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Wengi wa New York wameunga mkono Mamdani. Tena wanajinasibu wazi kabisa kuwa tunamuunga mkono, huyu ndio anayestahili. Lakini waziri wa mazingira wa Israeli anawaagiza Wayahudi wanaoishi New York kuwa mnapaswa kuhama New York kwa sababu aliyoshinda sio mtu mzuri kwenu. Hali ya kuwa Wayahudi walio New York wanatoa maoni yao, wanasema kuwa hatuwezi kuhama hapa kwa sababu Mamdani hana hivyo ambavyo mlivyovisema. Chuki hii ni ya nini? Chuki hii ni ya nini? Mtu mmoja ana comment ananiambia, kila siku unazungumzia watu wako, hutaki kuzungumzia vifo vya Wakristo kule Nigeria. Kwa nini hii double standard inakuwa kubwa sana? Kwa nini hii double standard inakuwa kubwa sana? Tafsiri ya dini kwa watu fulani, kwa watu wengine haitaki kutafsiriwa kwa dini. Tukizungumza kuhusu Gaza, no, sio dini. Hali ya kuwa wale 90% ni Waislamu, lakini hakuna mtu anasema kuwa wanakufa Waislamu. Tunasema wanakufa nini? Wa Palestina. Ikienda kinyume inakuwa Waislamu. Makundi yanayoteka Nigeria ni makundi yamegawika. Yapo makundi yenye yanaungwa mkono na Waislamu, yapo makundi yanaungwa mkono na Wakristo, lakini yale ni makundi ya uhalifu. Haijalishi anamteka nani, anamuua nani, ni makundi ya uhalifu. Ya Nigeria yanateka watu kwa ajili ya fidia. Unamchukua mtu na unalipwa fidia. Yale ni makundi. Trump anawaambia Nigeria, hii ni propaganda ya kizayuni ambayo inapikwa kwenye sera ya udini na kujificha ndani ya udini katika matukio. Kwani wanaokufa Lebanoni ni watu gani? Mbona Lebanoni kuna Wakristo pia? Kwa nini watu hawazungumzi kuwa vifo vya Wakristo Lebanoni? Kwa nini hawasemi? Ila kinapelekwa kwingine ili ionekane kuwa kuna dini fulani inafanya kitu fulani. Yani linapokuja hilo swala, je, tumseme kuwa Israeli ingekuwa ni nchi ya Kiislamu au nchi yenye idadi ya Waislamu, halafu wa Palestina ingekuwa ni nchi ya Wakristo au yenye idadi ya Wakristo, kwa kile kinachoendelea print out ingekuwaje? Yani ile picha ya nje ingekuwaje kuwa Waislamu wanaua Wakristo? Hapa tafsiri inagoma kwa sababu iko kinyume chake. Tutoeni hizi tafsiri. Kwa nini watu hawasemi kuhusu kinachotokea Sudani kuwa Waislamu wanauawa Sudani, lakini tunachukua moja kwa moja tu vifo vinavyofanyika Sudani ni vya wa Sudani? Lakini kwa nini hatusemi Waislamu wanauawa? Kwa nini mauaji yaliyofanyika Serbia hayakutafsirika kama ni mauaji ya Waislamu, licha ya kuwa jamii ziliitilafiana kwa misimamo ya kidini pale Serbia kwenye mauaji ambayo ya halaiki, genocide mwaka 93 mpaka 96? Ile ilitokea kule Sarajevo, yote yalitokea kule. Kwa nini ulimwengu haukusema kuwa kulikuwa kuna mauaji na maangamizi makubwa ya Waislamu, lakini ikawa tu kuwa kuna mauaji na vita kubwa ya Balkan iliyotokea? Na kweli ilikuwa vita ya Balkan, ila inapokuja kinyume kidogo tafsiri inakuja tofauti ili kuleta chuki kwa jamii moja, kwa sababu vifo vinatokea. Mfano South Africa, Trump anamwambia Cyril Ramaphosa, mnawaua wazungu wanakufa. Yani tafsiri yetu wazungu wanakufa na mnafanya genocide. Wazungu waliopo wanaambiwa kina nani? Kina Cyril Ramaphosa. Lakini kwa nini asimwambie Netanyahu unawaua Warabu? Unafanya mauaji makubwa ya no, hiyo haiwezi kuwa, kwa sababu tayari kuna kundi linapaswa kufa na kuna kundi ambalo linapaswa kuishi. Yani kuna raia au kuna binadamu ambao ni grade 1 na kuna binadamu ambao hawapaswi kuishi. Sababu ndio maana unaweza ukaiona hii inaitwa double standard ya kauli. Na hii ni mpango kamili wa kizayuni ambao huupika kwa kujipenyeza kwenye masuala ya kidini. Huu ni mpango kamili unaofanywa. Netanyahu au tuseme kuwa Trump anainyoshea kidole Nigeria kuwa nyinyi mnaua sana Waislamu, kisa serikali ya Nigeria inaongozwa na Bola Tinubu. Kwa nini Trump hajawahi kunyoshea kidole serikali ya India ya Narendra Modi ambayo kila siku kuna matukio ya Waislamu kuuawa? Yani kitendo cha kuwa Muislamu wewe ni kosa na unaua. Kwa nini hajawahi kusema kuwa nyinyi Narendra mbona mnaua Waislamu? Kwa nini hawajasema kuwa mnaua Waislamu?
ila ikienda kwingine inakuja tafsiri nyingine, ikija kwetu inakuja tafsiri nyingine, ikija kwao inakuja tafsiri nyingine. Zote hizi ni mipango ya propaganda mbaya ya ulimwengu ambayo inataka kuleta chuki ambayo inapachikwa kwenye dini, chuki ambayo inapachikwa ili kuonekana jamii moja kuwa eti jamii moja haifai kwa sababu jamii fulani. Ndio hiki ambacho kilitengenezwa kwenye kura za maoni au kwenye kura zilizofanyika kule New York. Yote kwa yote, michango yote na gharama zote na mamilioni ya dola yaliyotumika Marekani kumdhibiti Zohran Mamdani, kijana mwenye umri wa miaka 34, amemshinda Komo, amemshinda Silwa, amewashinda wote. Na fedha yao yote wa Marekani wakaamua kuonyesha kile ambacho nimekuwa nikiwaambia ni ishara mbaya kwa sera ya kizayuni ndani ya Marekani, kwa sababu hawa wanasiasa wa kisasa ambao wanaokuja, tazama mabango ambayo walikuwa wamebeba Wayahudi wa New York, wanaandika kabisa kuwa Mamdan for mayor, halafu wanaandika zero lobbying. Yani wanaandika zero lobbying, yani yeye hajapewa pesa yoyote, yani hayuko lobbying yoyote ya AIPAC, yani hajapewa fedha yoyote na shirika la kizayuni. Amechangiwa fedha na raia wa New York. Yani raia wa New York ndio wameompigania kuwa utakuwa meya wetu, na wakaamua tena, sio kwa kura za kufatana, labda ulinishinda kura 2-3, kawashinda kwa kura nyingi sana. Alimshinda Andrew Cuomo kwenye chama cha Republic cha Democratic katika uchaguzi wa ndani. Akaona haitoshi kuwa labda mnyewe mlimbeba sana, akasema mimi nitagombea kama mgombea binafsi, sigombei. Silwa akawa ni mgombea wa Republican, yeye Cuomo akaja kama mgombea binafsi na akafanyiwa kampeni. Fikiria kuwa yeye ni mdemokrati, Barack Obama alishindwa kumwindoza Zohran Mamdani kwa sababu ni mzayuni. Yani Barack Obama alishindwa kumwombea kura Zohran, akakataa kusema kuwa mimi nampendekeza kwa sababu yeye ni mzayuni, kuwa haiwezekani hili. Yani kuwa hata ndani ya demokrati wenyewe walimfanyia kampeni kuwa huyu mtu ashindwe. Lakini kijana mjuzi wa kupanga maneno, wa kupanga vizuri maongezi yake, akashinda mioyo ya watu wa New York, na leo amekuwa meya wa kwanza wa New York, mzaliwa wa Afrika. Mimi sioni proud kwa sababu tu eti yeye ni Muislamu. Mimi naona fahari kwa sababu huyu ni mzaliwa wa Afrika, ni kijana ambaye anakwenda kubadili na amebadilisha, kwa sababu moja ya uchaguzi uliofuatiliwa zaidi duniani ni uchaguzi wa New York wa meya. Umefuatiliwa na umeamsha ari za watu, umeamsha hisia za watu wengi, wameamka na kufahamu mambo mengi ambayo walikuwa yafahamu kupitia kwake. Kaamua kufundisha na watu wamefuatilia, wameona kuwa kumbe kile ambacho propaganda tunalishwa kila siku matokeo yake ni hii. Na sasa watu wengi wameamka na Zohran Mamdani ameshinda umea. Wayahudi wa Marekani kule New York, wengi wao wamemuunga mkono. Mashirika ya kizayuni mengi yameangamia kwa sababu wafanyabiashara wakubwa, matajiri wakubwa walifanya na walihakikisha kuwa huyu kijana hawezi kushinda. Ndio maana kile huwa ninachowaambia kuwa kuna mabadiliko makubwa sana ya Marekani yanayokuja, na ndio maana Israeli hujaribu kumaliza mchezo kabla ya Marekani hawajaamka. Siku Marekani nzima ikiamka ikaacha kuisapoti AIPAC, maana yake kuwa nguvu ya Israeli itakuwa imepotea, na Israeli wanalazimisha mambo yamalizike kamili kabla wa Marekani wote hawajaamka, kwa sababu koti kubwa linalowakinga ni koti la Marekani. Wanaweza kujifunika vizuri ile koti la Marekani na wakajikinga nalo, ukilinganisha na sehemu nyingine yoyote ambayo wanaweza kuwa wamejificha. Rahby Digital, haki na ukweli.